walipompindua sultani, siku 3 baada ya mapinduzi, kwanza silaha za kupindulia serikali ya sultani zilitokea wapi? Zilitokea Tanganyika. Zilipakiwa nyumbani kwa Oscar Salatiel Kambona, waziri wa ulinzi, karibu na kwa Mwalimu pale Msasani. Unanielewa? Wakaenda wakapindua serikali siku 3 baada ya mapinduzi, kwa sababu Zanzibar haikuwa na jeshi. Waziri wa ulinzi na waziri wa mambo ya nje Oscar Salatiel Kambona, mtoto wa Nyasa, kapeleka majeshi ya Tanganyika Zanzibar. Unanipata? Of course Nyerere naye alihusika. Sisemi Nyerere hakuhusika. Ya Nyerere yanajulikana, kwa nini ya Oscar Kambona hayajulikani? Kwa nini ya Oscar Kambona yamefichwa fichwa? Haya, baada ya kufanya hivyo, wamezungumza juu ya muungano, wakakubaliana kuungana. Kuna picha maarufu kabisa, ya kwanza maarufu nchi hii, picha maarufu ya Tanzania ni ya Nyerere na Karume wakisaini makubaliano ya muungano uliozaa Tanzania. Nyuma yao Nyerere na Karume wamekaa kwenye viti, nyuma yao kuna watu 6 wamesimama nyuma yao. Aliyesimama kulia kwa Mwalimu ni Oscar Salatiel Kambona. Mnanielewa? Oscar Salatiel Kambona, waziri wa mambo ya nje, mtoto wa Nyasa. Mnanipata? Kawawa hayupo pale kwenye hiyo picha. Kawawa hayupo, na wengine wanaowatukuza hawapo. Kuna Nyerere, kuna Oscar Kambona. Kwa nini Kambona anafichwa fichwa? Kwa nini kazi aliyoifanya katibu mkuu wa kwanza wa TANU, waziri wa ulinzi aliyezima maasi ya jeshi ili Nyerere asipinduliwe, na mmoja wa mashuhuda, kama sio mmoja wa waanzilishi, mmoja wa mashuhuda wa uanzilishi wa nchi hii, kwa nini hatajutaji? Na miaka ya nyuma, kwa sisi tuliosoma miaka ya 70, huyu mtoto wa Nyasa tulifundishwa kumchukia, tulifundishwa kumwimba vibaya, tulifundishwa kumuona ni mhaini, tuliambiwa mambo mabaya juu yake, ya uongo matupu, uongo mtupu. Na nifahamu sasa, nilitaka mfahamu hii Mbamba Bay, hii niye watu nyie na historia kubwa kuliko mnavyojifahamu. Hii Mbamba Bay, yule jaji mkuu Barnabas Samata aliyenifanya mimi wakili, aliyenipa mimi cheti cha uwakili, ni mtoto wa wapi? Jaji mkuu Barnabas Samata si mtoto wa hapa? Sasa nyie ni watu wa kubezwa. Na yule mkuu wa majeshi Makakala
Si mtoto wa hapa hapa? Mbamba Bay imeza Mbamba Bay imemzaa Oscar Salatiel Kambona, katibu mkuu wa kwanza wa TANU, waziri wa mambo ya nchi za nje wa kwanza wa nchi hii ikiwa huru, waziri wa ulinzi wa kwanza wa nchi huru ikiwa huru, aliyezima jaribio la kumpindua Nyerere, mmoja wa mababa, kama tunataka kusema ukweli, mmoja wa waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyie watu mnajielewa? Sinatakiwa mjielewe, lakini nitaka niyaseme haya, halafu wanawapuuza hawataki mfahamu jinsi ambavyo hii Nyasa yenu hii ilivyozaa mashujaa wa nchi hii, ilivyozaa watu wakubwa wa nchi hii. Hauna kosea. Nyie ni wajukuu wa Oscar Kambona. Kama mnajielewa hamjielewi, shauri zenu, lakini nyie ni wajukuu wa Oscar Salatiel Kambona na mnatakiwa kujivunia hili. Huyo babu yenu huyo, katibu mkuu wa kwanza wa TANU, aliyepigania uhuru na Nyerere, Kawawa amekuja baadaye. Wa mwanzo kabisa Nyerere, Oscar Kambona. Nyie ni wajukuu wa baba stahili kabisa, mmoja wa baba wa nchi hii. Nitaka nianzie na hili sasa. Sijaji hapa ili kuwapa somo la historia yenu, kwa hiyo nataka nizungumze mengine. Sawa sawa, nataka nizungumze mengine. Nilisema, ndugu zangu, nilipokuja hapa miaka 12 iliyopita kuja kuzungumza habari ya katiba mpya, tulikuwa tunazungumza katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Tulikuwa tunazungumza wakati ule kwamba ili nchi yetu isonge mbele, ili nchi yetu iongozwe vizuri, ili tuondoke kwenye umaskini, lazima nchi hii iwe na utaratibu mpya wa kujitawala, katiba mpya. Na tukasema ili tupate viongozi bora wanaotustahili, sio wa kupachikwa pachikwa, tukasema tunahitaji tume huru ya uchaguzi, tunahitaji mfumo huru wa uchaguzi. Hiyo ilikuwa miaka 12 iliyopita. Leo nimerudi tena kwenu yale tuliyoyazungumza miaka 12 iliyopita. Nafikiri nikisema kwamba leo yana ukweli mkubwa zaidi kuliko wakati ule,
nitakuwa sikosei nikisema kwamba leo tunahitaji katiba mpya kuliko ilivyokuwa miaka 12 iliyopita ilivyokuja kwenu. Nafikiri nitakuwa sikosei nikisema leo kwamba tunahitaji tume huru ya uchaguzi na mfumo huru wa uchaguzi kuliko ilivyokuwa miaka yote ya nyuma. Nitakuwa sikosei, kwa sababu mambo ambayo yametokea katika hii miaka 12 tangu nimekuja hapa yamethibitisha wazi kwamba bila katiba mpya hili taifa litaangamia, linaangamia. Na bila mfumo huru wa uchaguzi na bila tume huru ya uchaguzi hatuwezi tena kupata viongozi tunaowastahili. Hatuwezi tena kupata viongozi tunaowataka sisi. Hatuwezi kupata tena viongozi tunaowapenda na watakaosikiliza shida zetu. Sasa nataka tufikirie ya hapa kwetu. Mimi napenda kuzungumza haya mambo kwa kutoa mifano ya hapa hapa. Hebu tuzungumze ya Mbamba Bay. Ukitoka Dar es Salaam uje Lindi mpaka Mnazi Mmoja pale njia ya kwenda Mtwara, uje Masasi, uende Tunduru na Mtumbo, Songea, Mbinga, uje mpaka hapa, utakutana kama ukianzia safari yako Dar es Salaam mpaka hapa, utapishana na malori makubwa pengine zaidi ya 1000 njiani yenye mzigo wa makaa ya mawe. Haya makaa ya mawe yanachimbwa wapi? Yanachimbwa wapi? Yanachimbwa Malini, au sio? Hapa hapa Mbamba Bay, au nakosea? Na ya mengine yanachimbwa Luanda, mengine yanachimbwa wapi? Mnafahamu. Jana tumehesabu, jana tumetoka Masasi tunakuja na Mtumbo, tumehesabu malori tuliopishana nayo njiani. Ilipofika 200, manake kila baada ya dakika 5 lazima ukutane na lori limeandikwa ile nini, Mighty Logistics, au limeandikwa Specialized Hauliers, au ilipofika 200 mimi nikachanganyikiwa, nikaacha kuhesabu. Unanielewa? Na hiyo ni kila siku, usiku, mchana na usiku. Ni safari kutoka Malini Mbamba Bay, ni safari kutoka Luanda, ni safari kutoka Liganga au wapi, ni safari kutoka Mukuru, ni safari ya kusafirisha utajiri wa mkoa huu, utajiri wa eneo hili, kupeleka bandarini ili usafirishwe kwenda India, kwenda China, kwenda Kenya, kwenda Ulaya na maeneo mengine. Mnanielewa? Nchi zote duniani zilizoendelea, zile ambazo ni nchi za viwanda, zote za zamani na za sasa, zote ambazo zina viwanda, msingi wake ni makaa ya mawe na chuma. Ukiwa na makaa ya mawe utayeyusha chuma, na
kinachotengeneza bidhaa zote unazozifahamu za chuma. Kama huna makaa ya mawe, huwezi ukatengeneza chuma, kwa sababu gharama ya kuyeyusha chuma katika hali yake ya udongo au miamba na kuifanya chuma tunachokifahamu, hiyo gharama ya kuyeyusha hiyo chuma ni kubwa kwa kutumia nishati zingine kama umeme na kadhalika, ni kubwa. Kwa namna ya kutengeneza viwanda vikubwa vya chuma, lazima uwe na makaa ya mawe, kwa sababu yakipatikana kwa wingi yanaweza, na ndio yanayotumika. Nimesema nchi zote zilizoendelea duniani zimeendelea kwa makaa ya mawe. Ukitaka kujenga viwanda vya magari, viwanda vya kutengeneza injini za treni au za ndege au